Siku ya jana tulizungumza kuhusiana na msanii wa muziki wa Bongo Flava Juma Jux kuachia ngoma mbili ambazo ni Sibare pamoja na Majo, lakini kwenye upande wa numbers kulikuwa na shida kidogo kwa sababu mpaka jana ilikuwa wakati nafanya kipindi masaa 23 ngoma zilikuwa na viewers kama 4,000, 5,000 na nini, lakini baadaye jioni zikasambaa taarifa kwamba Juma Jux amefuta ngoma zake YouTube. Of course ni kweli Juma Jux aliziondoa ngoma zake mbili kwenye YouTube, lakini moja ya Majo akaibakisha kwenye shorts. Sababu iliyopelekea Juma Jux kufuta nyimbo ilikuwa ni nini? Watu wengi walikuwa wanazungumza ni kuhusiana na numbers. Siku hiyo hiyo ya jana ikatoka taarifa nyimbo mbili za Jux zikiwa zinafanya vizuri Nigeria, Ghana pamoja na Botswana. Ukienda Nigeria, Sibare ya Jux kwenye iTunes ilikuwa nafasi ya kwanza, then Majo ikawa nafasi ya pili. Sehemu ya kumpima au kupima ukubwa wa msanii sio YouTube. Watu wengi kwa sisi, hasa kwa sisi Tanzania, still bado tunaamini kwamba msanii akifanya vizuri kwenye mtandao wa YouTube ndio tunaonyesha ni msanii mkubwa sana. Naweza nikakupa mfano moja. Wasanii wote wakubwa, kwa mfano Burna Boy, Wizkid, Davido, Rema, ni wasanii wakubwa sana international wise, lakini ukija kwenye mitandao yao ya YouTube sio wasanii wanaofanya vizuri YouTube. Na ndio maana unaweza kaangalia kusini mwa jangwa la Sahara, msanii anayeongoza YouTube ni Diamond Platnumz, ana subscriber milioni 10. Lakini ukija kwa upande wa msanii kama Wizkid au Burna Boy au Davido unakuta wana milioni 2, milioni 3, lakini Diamond ana milioni 10. Msanii kama Juma Jux, ukienda Nigeria ameshika nafasi ya kwanza kwenye iTunes, Ghana ameshika nafasi ya kwanza kwenye iTunes, Botswana pia kashika nafasi ya kwanza kwenye iTunes. Lakini ukija kwenye upande wa YouTube, kwa sababu sisi tunaamini ili msanii awe mkubwa lazima afanye vizuri sana YouTube. Kwa ukija kwenye upande wa YouTube, amediriki kufuta nyimbo zake YouTube kwa sababu hazifanyi vizuri. Hiyo inakupa picha ni kwamba yeye mentality yake hategemei zaidi YouTube kwenye kutengeneza numbers. Kuna platform za muziki ambao wasanii wanatakiwa kujivunia. Msanii kufanya vizuri Spotify, msanii kufanya vizuri iTunes, msanii kufanya vizuri Apple Music na platform zingine. Huko msanii akitrend na akishika nafasi za juu ndio msanii anatakiwa kuwa proud, lakini haimaanishi msanii asipofanya vizuri YouTube basi msanii hafai. Nimejaribu kuona pia wimbo wa Zuchu ambao una struggle pia YouTube una struggle. Ukienda Romania umeshika nafasi ya kwanza, Audmark. France uko nafasi ya 5. Yes, Audmark. Oman pia uko nafasi ya kwanza, wimbo wa Reason wa Zuchu. Lakini pia Tanzania, Apple Music uko nafasi ya kwanza. Hiyo ni picha ambayo natakiwa kuonyesha kwamba kufanya vizuri YouTube haimaanishi wewe ni msanii mkubwa, au usipofanya vizuri YouTube basi haimaanishi wewe umeshakufa kimuziki.